Mheshimiwa Spika, ni kweli mamlaka yetu ya hali ya hewa ilitoa tahadhari hiyo, na katika baadhi ya maeneo ni kweli tumeona mvua zikiwa na mtawanyiko usiozoeleka na baadhi ya maeneo mvua zikiwa zimechelewa. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie bunge lako tukufu kuwatoa hofu wa Tanzania kwamba kwa sasa tuna chakula cha kutosha. Mahitaji ya chakula cha akiba kwa nchi ni takriban tani 1,500,000 na sasa nchi ina zaidi ya tani 400,000 za akiba. Kwa maana hiyo tuna 1,100,000 ambayo ni standard na tuna zaidi ya 200,000 ambazo ni za ziada. Rai ambayo nilitoa hata nilipokutana na wakuu wa mikoa ni kuendelea kuwahamasisha Watanzania katika maeneo ambayo yanaweza kuwa na mvua zisizoridhisha kuzingatia ushauri wa aina ya mazao ya kupanda ambayo yanaweza yakakamilika yakaiva kwa kuzingatia mvua hizo ambazo zimetabiriwa kwamba huenda zisiwe na mtawanyiko mzuri. Tunajua maeneo ambayo huwa yana mvua chache, hivyo wananchi wa maeneo hayo wazingatie kupanda mazao ambayo yanaweza yakamudu kukomaa kwa kutegemea mvua zenye mtawanyiko ambao unaweza usiwe wa kuridhisha. Hata hivyo, tumeelekeza pia wakuu wa mikoa watoe elimu kwa wananchi wetu kuendelea kuwa na matumizi mazuri ya chakula kilichopo na kile kitakachovunwa, kwa sababu kwa tahadhari hiyo tuliopewa huenda kwenye siku za usoni ndiko tukaanza kupata matatizo ya upungufu wa chakula. Kadhalika tumetoa rai kwa wananchi kutunza chakula na kuwa na matumizi ya lazima tu ili kuweza kujiandaa endapo katika baadhi ya maeneo ambayo kunaweza kukawa na tatizo zaidi la mtawanyo wa mvua, basi tuwe na akiba ya chakula. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, kwa tahadhari ambayo Mheshimiwa mbunge ameitoa ya kuelekea Kwaresima na mwezi mtukufu wa Ramadhan, hatuna kisingizio cha kupandisha bei kwa sababu kwa sasa tuna akiba ya chakula ya kutosha. Kwa hiyo nitoe rai kwa wafanyabiashara wasitumie vipindi hivyo vya Kwaresima na mwezi mtukufu wa Ramadhan kutaka kujipatia faida iliyopitiliza viwango ambayo inaweza ikaumiza Watanzania kwa kisingizio cha tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa. Kwa sasa hatuna upungufu wa chakula na tuna ziada, na pale ambapo pana tatizo serikali kupitia wakala wa chakula imeendelea kupeleka